Taarifa kwa umma kutoka kwa kamanda kanda maalum Jumanne Mlilo kwamba yote kwa yote kilichoweza kuzungumzwa na viongozi tofauti, kila moja na kila kiongozi alikuwa anapata airtime kwa upande wa wapinzani, ikiwemo pia John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hicho, John Mnyika, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akiwemo pia na Godbless Lema na viongozi kadha ambao wamekuwa wakihamasisha na wakitaka issue ya no reform no election, na huku pia wakiendelea kuhamasisha kuhusiana na kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mughwe Lissu katika mahakama ya Kisutu. Anachokihitaji na kuomba na kutoa onyo na tamko kutoka kwenye jeshi la polisi kama kamanda kanda maalumu wa Dar es Salaam ni kwamba yani umakini unahitajika, kwa sababu lengo lao ni kuhakikisha usalama unakuwepo ndani ya nchi na unaendelea kuwemo ndani ya eneo husika. Kwa hiyo kwa lolote litakaloweza kupangwa, kama ni jambo la siri ama mpango kazi wa siri wa kutaka kufanya vurugu, manake watakipata cha mtema kuni. Kwa hiyo ni taarifa kutoka kwa umma na taarifa kwa wote wanaoendelea kunisikiliza na wote ambao wamekuwa wako nasi katika hiki kinachoendelea kwa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama cha Chadema. Kwa hiyo kama kuna mpango kazi kwa ewe msikilizaji, lakini pia na moja ya mwanachama na mdau mkubwa wa Chadema, kama unahisi kabisa utakuwa ni mmoja wapo na pia ni sehemu kubwa ya kama una ndugu jamaa ama rafiki ambaye ni lazima na mwenyewe pia atakuwa yupo kwenye mpango kazi wa kwenda kusikiliza pia kesi ya Tundu Lissu, manake kikubwa ni umakini wa kutosha, na kama kuna mbinu ama njia ama kutakuwa na jambo lolote la kutengenezwa na Chadema kwa lengo la kutaka kufanya vurugu, manake ni swala ambalo tayari limeshapigwa vita na tayari onyo kali limeshatoka. Kwa yote atakayeweza kukiuka, manake atakachokipata asiweze kulaumu na kuona kwamba serikali ama jeshi la polisi linaenda tofauti, kwa sababu tayari kama ni taarifa na kama ni onyo wameshatoa. Lengo sio kama labda kupinga ama kutengeneza utofauti ndani ya vyama, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba amani inaendelea kudumu ndani ya taifa la Tanzania. Siku zote amani imekuwa ni sosi ya mambo mengi. Amani inapokuwepo ndani ya taifa, manake inatengeneza pia mwamko mkubwa wa watu kuendelea kufanya majukumu yao kila siku na kutengeneza pia maisha yao mengine na maendeleo kuendelea kuibuka ndani ya taifa. Lakini panapokuwa amani hakuna na panapokuwa na mchafuko, manake mambo mengi yanakuwa yanajitokeza ya kurudisha uchumi nyuma na kumrudisha pia hata mwananchi nyuma. Kwa hiyo ni swala ambalo inabidi pia Watanzania waweze kuwa na elimu pana na elimu kubwa kuhusiana pia na serikali yetu ya awamu hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu. Tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.